Katika pitapita zangu nikakutana na Kimbembe mkali wa misimu yote. Inakuwaje kwanza mkubwa? Fresh basi. Nyama ni mwingi? Namshukuru Mungu. Bwana. Yaani najua nafikiria kitu kikubwa, lakini Kimbembe ni miongoni mwa vijana ambao hawana muda mrefu sana kwenye game, lakini yani wamekuwa maarufu ghafla sana. Na umaarufu wake ni aina ya character ambayo anacheza. Kwanza Kimbembe, nilikuwa nataka kujua, ilikuwa ni ndoto yako wewe kuwa muigizaji? Ya mimi kuigiza ilikuwa ni moja ya kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana, lakini akikuwahi kuwa kama ni ndoto katika maisha yangu kwamba ni kitu ambacho labda nakiwazia nije nikifanye. Kwa hiyo nilijikuta ni kitu ambacho nakipenda nikaa nakifanya, lakini nilikuwa nimekeka cha ziada. Sio kitu ambacho nilikuwa naamini hichi kinaweza ikawa mlango wa mimi kusimama katika maisha. Okay. Hivi Kimbembe akiwa mtaani ni mtu namna gani? Kimbembe akiwa mtaani ni mtu tu wa kawaida. Mimi nikiwa mtaani ni mtu wa kawaida, najihusisha katika maisha ya kawaida, marafiki zangu ni wa kawaida, na ndio maisha ambayo nimeachagua hayo. Yani mimi marafiki wengi maarufu mimi so marafiki zangu, na sio kwa ubaya na wala kwamba sio watu wazuri, ila tu maisha ambayo nimezoea kuishi na watu wangu wa mtaani, kwa wengi najikuta wengi ndio niko nao vile vile. Hivi Kimbembe ni mwenyeji wa wapi? Mimi by nature wazazi wangu, mamangu ni Mpogolo, baba ni Msalamu. Bwana wewe. Kwa hiyo Dar es Salaam tunaweza kusema ni wewe ni mzawa kabisa. Ya mimi ni mzawa kabisa hapa. Nimezaliwa hospitali ya Temeke pale. Okay. Hivi idea ya kufanya saluni ya Mama Kimbo ilikuwaje, yani ile character ukapewa wewe kwa uwepesi sana? Kwa sababu tunajua wako watu wengi ambao wanaweza kufanya vile, lakini ilikudondokea kwako na ikawa kipekee sana. Ni siri gani hiyo? Cha kwanza mwandishi aliniona katika kazi ambayo niliwahi kufanya, ilikuwa inaruka DSTV, ilikuwa inaitwa Mwantumu. Kama wachache watakuwa wanaifahamu, kama sio wengi. Kwa hiyo alivyoniona pale akaona uzoefu wangu, kwa hata nilipokutana naye kwa mara ya kwanza akaniambia, karakta yako nimeipenda sana, kuna kazi nataka nikupe karakta, naamini unaweza ukasafiri nayo. Nikamwambia basi sawa, fresh. Kwa hata alipokuja tukakaa chini akaniambia ina karakta, nikamwambia basi sawa, tunaweza tukafanya kazi. Mwisho siku ndio tukafanya. Jambo likaenda viral sana. So mtaa ukao unasemaje sasa, kwa sababu unajua sehemu ambayo ilikuwa inaruka ile tuseme ni tamthilia, au tunaweza tukaiweka vipi labda kwa lugha nzuri ya kitaalamu ya masuala ya kuigiza? Tunaweka kama serious, tunaweka kama nini? Ile ni serious comedy. Okay. Yani maisha yanaonyeshwa wanaoishi ni maisha serious, lakini wewe unajikuta unacheka kwa sababu ya yale maisha yao ambao watu wanaishi. Okay. Kwa ni serious comedy. Mtaani wakawa wanasemaje sasa kulingana na the ulivyokuwa ukikiwasha kule? Walikuwa wanafurahia. Nashukuru Mungu, mtaani familia wote walifurahia. Kwa hiyo mapokezi yalikuwa makubwa. Na ndio maana hata ukiangalia karakta zangu zote sio ile tu, kuanzia Zahanati ya Kijiji, Mama Kimbo, kuna hiyo Mwantumu, karakta zote tofauti tofauti, na zote namshukuru Mungu amenipa uwezo wa kubadilika katika kila aina karakta. Okay. Kwa hiyo wanazipokea vizuri na wanazifurahia. Okay, vizuri sana. Nakuja kwenye swala sasa la manufaa. Baada ya hapo sasa, matunda gani makubwa ambayo umeyapata ambao kwa kweli ukikaa unakuwa proud na kazi yako hiyo unayoifanya? Cha kwanza namshukuru Mungu kutengeneza wigo mkubwa wa watu, kwa sababu utajiri wa kwanza ni watu. Ukishakuwa na watu wewe tayari una nafasi kubwa ya kumfikia yoyote. Kwa mimi kwangu utajiri watu ndio kitu ambacho najivunia. Mengine vyote hizi asset nini vyote mimi vinakuja na vinaondoka, lakini ukishakuwa na watu wewe tayari umeshakuwa tajiri. Okay, mpango mkakati sasa kukuza sana yako kwenda mbali zaidi. So unajua hata Kongo wanakufuatilia sana. Mpango upo na inshallah mwaka huu ndio umeanza, ila sio vote ambavyo naweza nikaongea, vingine ni confidential. Muda ukifika utazungumza. Bwana wewe. Hivi kuachana masuala ya sanaa hii ya kuigiza, unapenda sana muziki wewe Kimbembe? Muziki napenda kusikiliza, lakini sio kuimba wala chochote. Kabisa? Ni star gani ambao unamkubali wa muziki Bongo Flava ambaye kwako anakugusa sana? Mbosso. Shedede. Mbosso wanamkubali, muziki wake upo kichwani muda wote na usikiliza. Hebu wewe ndio mmoja tu kwa Mbosso. Anafanya vizuri, Mungu azidi kumzidishia, azidi kuwa bora zaidi ya yule wa jana. Okay. Mimi naamini kwenye manufaa na yote ambayo unazungumza pia zipo changamoto. Ni vitu gani ambavyo vinakukata kwenye kazi yako ambavyo pengine unaweza ukatamani hata kuacha kabisa? Unaweza ukashare nasi? Hapana, nashukuru Mungu hamna kilichowahi kunikata nikatamani kuacha sanaa. Vyote tu naona ni changamoto za kawaida. Kwa sababu ni kitu ambacho nimekichagua na ndio kazi yangu ambayo inanilipa. Hamna ambacho naweza ngasema hiki ni changamoto. Vyote mimi kwangu naona viko sawa. Hivi kwa series moja labda tunaweza kusema script yako katika namna kuicheza uga na kusumbua sana katika kushika baadhi ya maneno na nini, kwa sababu nasikia sasa hivi yani
kuigiza sio kama zamani, yani lazima yani ukomae kushika baadhi ya vitu, yani script nasema hivi uende hivyo. Inategemea na aina script ambayo unaipata, kwa sababu kwenye script kuna aina mbili. Kuna script ambayo inakuwa limited na unlimited. Ikiwa limited, mwandishi hataki utoke, yani kila neno upite nalo, na ikiwa unlimited ndio unaweza ukatoka ukachanganya na vya kwako ukaishi navyo. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu sijawahi kukutana na script ambayo inaniambia hii ni limited, yani utakiwi kutoka, lakini naamini hata nikikutana nayo, kwa sababu ni uzoefu, naweza nikapita nayo pia. Okay, Kimbembe, mimi najua kwamba una wengi wanaokufuatilia. Hivi Kimbembe huko kwenye mahusiano? Ya, nayo. Una muda gani tukiwa kwenye mahusiano? Kwa nini umeuliza muda? Mimi sinajua tu yani harakati na nini, kwa sababu unajua wewe kwa umri wangu ukiniangalia unahisi siwezi kuwa na mahusiano? Mahusiano unaweza yani wewe nikikuuliza hilo swali una mahusiano unaweza kunijibu? Ngoja nikueleze kitu kimoja. Mahusiano ni relation baina ya mtu na mtu. Lakini kuna mtu labda anakuwa na huyu, anakuwa na yule, si unajua tena ustaa huu. Lakini kuna ile kwamba mtu anakuwa na mtu wake mmoja tu kwamba bana ndo yeye. Kapo kwa kapo. Ndio maana nikakuuliza hivyo. Bahati nzuri leo umeniuliza afu siku nzuri. Sasa si Valentine. Mambo kwa ushahidi. Sasa umetaka swali moja. Mambo kwa ushahidi. Bwana wewe. Bwana Kimbembe baada ya kumuuliza swali la yuko kwenye mahusiano, yeye akataka bana asioneshe hali fulani ya kukataa, yani kwamba yeye bana huyu hapa. Vipi mume wangu? Niambie mama. Poa. Niko na waandishi hapa. Walikuwa wanataka kusikia kidogo. Ha? Nipo na waandishi wanataka wasalimie kidogo. Wasalimie tu. Habari mrembo? Safi mzima. Unaitwa nani bwana wewe? Naitwa Farida. Jamani, niko na Kimbembe hapa kuzungumza bana, kanambia na mimi na mpenzi wangu aitwa hilo jina ulilosema wewe. Baadaye. Hapo. Okay, labda Kimbembe, mimi kwa hili mimi nimekupongeza kwa sababu sio kila mtu anaweza ka maintain hili. Itimisi kwamba vipi, lakini masuala ya sherehe na nini, ndoa au bado? Ndoa bado, ila tunaishi wote. Okay. Vizuri sana. Una nini cha kuambia watu ambao wako kwenye mahusiano? Kwa sababu unajua nimekuuliza hivi, mastaa wengi wana changamoto. Yaani mahusiano yao huaga hayadumu. Yaani kila siku ni mgogoro, mara wameachana, mara drama na nini. So kuna mkanganyiko mkubwa sana kwenye mahusiano na mastaa. So wewe una nini cha kuambia, kwa sababu wewe uko kwenye mahusiano na una maintain mahusiano yako, nimeona? Kwa kweli kumshauri mtu kwenye mahusiano mimi sijui kama hilo darasa naliweza. Siliwezi, nadhani darasa la mahusiano ni mshauri uhusiano fanya hivi ufanya hivi, mimi siliwezi. Mimi ninachoamini tu mtu anaweza kaishi vyovyote vile ambavyo yeye anaweza kuishi katika mahusiano yake na aka maintain akanyooka. Kwa yeye jinsi ambavyo anahitaji kuwa, basi anaweza akawa. Neno moja tu kwa mashabiki, ndugu yangu. Unani cha kuambia mashabiki zako? Mashabiki zangu nimewamisi sana na najua mmenimisi sana, lakini msijali. Deni lenu ndani ya mwaka huu inshallah nitawalipa. Kimbembe huyo hapa.